Bwana, kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba hukumu ya Ally Kamwe itatoka siku yoyote kuanzia leo. Ally Kamwe alifanya kosa kwa kuandika andiko kwenye mitandao yake ya kijamii akiwadhihaki waamuzi kwamba wanaipendelea klabu ya Simba, kitu ambacho kilipelekea kuitwa kwenye kamati ya maadili, na kamati ya maadili baada ya kukaa na kujiridhisha imemkuta Ally Kamwe akiwa na hatia. Kwa hiyo inaelezwa kwamba amefungiwa miaka miwili kuto kujihusisha na mpira kwa taarifa ambazo nimezipata, ingawa sio rasmi. Ni tetesi tu kama ambavyo zilikuwa wiki iliyopita, lakini kwa taarifa ambazo nimezipata hivi sasa kutoka kwenye chanzo changu kinaniambia kwamba bwana, hukumu ya Ally Kamwe itatoka siku yoyote kuanzia leo. Maana yake Young Africans watatakiwa kutafuta afisa habari mwingine mpya, kwa sababu Ally Kamwe kafungiwa kujihusisha na soka kwa muda wa miaka miwili. Ina maana ndani ya miaka miwili hatajihusisha na mpira, atakuwa yuko nje ya mpira kama ambavyo ilitokea kwa Haji Sande Manara. Maanake ndani ya miaka miwili Yanga haiwezi kuishi bila kuwa na afisa habari. Watalazimika kutafuta afisa habari mwingine ambaye atakuja kuisaidia Young Africans iweze kufikia malengo ambayo wamejiwekea. Nani ambaye atakuwa afisa habari wa Yanga ni swala kusubiri na kuona. Ukumbuke Haji Manara ambaye alikuwa afisa habari wa Yanga mpaka leo hii sio afisa habari wa Yanga, lakini inaelezwa kwamba bado wanamlipa kwenye mshahara ule ule ambao alikuwa amesainiwa mkataba wakati anakuwa afisa habari wa Yanga, na wanamlipa kwa sababu mkataba wake ulikuwa haujamalizika. Manake bado anaendelea kutumikia mkataba wake ambao alikuwa nao wakati ule anafungiwa, na hata baada ya kufunguliwa bado ameendelea kutumikia. So kuna uwezekano mkubwa Ally Kamwe akafungiwa, na baada ya kufungiwa Ally Kamwe kuna uwezekano mkubwa Haji Manara kurejea kwenye nafasi yake ya uafisa habari wa klabu ya Young Africans. Na kuhusiana na issue Ally Kamwe ni kwamba kama unakumbuka wiki mbili zilizopita pia ilizungumzwa sana na hata sasa hivi pia bado ni kitu ambacho tayari maamuzi ameshafikiwa kwamba amefungiwa, lakini bado kutolewa taarifa official, na siku ambayo taarifa official itatolewa ndio hapo ambapo Ally Kamwe sasa ataondoka kwenye kocha Young Africans na hatafanya tena majukumu ya uafisa habari, na mtu ambaye atafanya kazi hiyo ni mtu mwingine ambaye atakuwa ameteuliwa. So kuna uwezekano mkubwa Haji Manara akarejeshwa kama afisa habari wa klabu ya Young Africans. So ni swala kusubiri na kuona, au wakatafuta mtu mwingine. Lakini pia miongoni mwa watu ambao wanatajwa kwamba huenda wakachukua nafasi ya Ally Kamwe kama Haji Manara hatarejeshwa kwenye kikosi ni Privadinho ambaye ni mkuu wa idara ya habari ni mkuu wa kitengo cha digital cha Young Africans. Mkuu wa idara ya habari ni Ally Kamwe ambaye amefungiwa, lakini mkuu wa idara ya digital ni Privadinho ambaye pia anatajwa huenda akachukua nafasi ya Ally Kamwe ya kuwa afisa habari wa klabu ya Young Africans. Ingawa pia wapo wengine wengi ambao wanatajwa pia Baraka Mpenja, na anatajwa pia kina Jumayo, ni watu ambao wanatajwa kwamba huenda wakachukua nafasi ya Ally Kamwe. Lakini pia mimi mwenyewe nimejipanga kwamba ikitokea ya hukumu ishatolewa, na mimi pia nitaenda kuomba kuwa afisa habari wa klabu ya Young Africans. So pamoja na kwamba sijatajwa na watu wengi, lakini mimi pia nitaenda kuomba. So unajua swala la kuwa afisa habari ni swala la kuomba kwa hiyo itategemea na wewe mwenyewe target zako ni nini na unajiamini kwa kiasi gani. Kwa hiyo mimi pia nitaenda kuomba, lakini kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba Ally Kamwe tayari amefungiwa kwa miaka miwili na itabidi atumike kwanza adhabu yake, ndo baadaye Yanga wafikirie kumrejesha, kama mpaka wakati huo watakuwa hawajapata afisa habari ambaye anaweza kufiti na kuchukua vizuri kufiti kwenye nafasi yake. So tusubiri na kuona ni kitu gani ambacho watakuja nacho. Hiyo taarifa tusubiri tuone ni lini taarifa itatolewa, lakini kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba kuanzia leo, siku yoyote, taarifa ya kufungiwa kwa Ally Kamwe itatolewa rasmi kwenye mitandao ya kijamii, na mambo yatakwenda vizuri kabisa na kila kitu kitafahamika. So ni swala la muda tu, tusubiri tuone kwamba hukumu itatolewa lini. Lakini kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba tayari Ally Kamwe amefungiwa kwa miaka miwili.